Kwa hiyo hapa mimi nimekuja na watu wengi wamesema Mchungaji Ang'anja umenyamaza kwenye jambo hili ambalo linapita la mbunge wa Kawe Josephat Gwajima na serikali na kufungiwa kwa kanisa na viongozi wengine wa dini wachungaji ambao wanaamka kusema hii, na watu hawaheshimu katiba, watu wanataka kuvuruga amani ya nchi. Na mimi kama nimeona nije hapa niseme hili, na watu wamesisitiza sana niseme, na nimesema mambo mengi sana kwa ajili ya nchi yetu. Hii ni Tanzania mama, Mungu ametupa zawadi. Gwajima atapita, Ang'anja atapita, rais atapita, lakini Tanzania itabaki. Kwa hiyo lazima tuzungumze juu ya Tanzania yetu, sio wanadamu ambao watapita siku moja hawapo duniani. Na hatuwezi kunyamaza wakati mwingine. Nilitamani kunyamaza sana, lakini kinachoendelea sioni kama kinaleta amani. Sioni kama kinaleta furaha. Ngoja nizungumze kama maoni yangu. Kama Mtanzania nina haki ya kutoa maoni yangu. Tuzungumze ya Mchungaji Josephat Gwajima, yeye ana nafasi kubwa ya kutoa maoni yake. Siungi mkono kutekwa kwa watu, siungi mkono kuuawa kwa watu. Hata Biblia inakataza kuua. Kwenye Kutoka sura ya 20 nasema amri mojawapo 10 zile nasema usiue. Kutoa roho ya mtu sio sahihi. Hatuwezi kumaliza tatizo kwa tatizo. Kama mtu amekosea hatuwezi kumaliza tatizo kwa kumuua. Hii sio ufumbuzi. Unaweza tatizo kutafuta suluhu iliyo sahihi ya kurekebisha kile ambacho kinatufanya tufarakane. Siungi mkono kabisa mauaji. Siungi mkono kutekwa kwa watu hata kidogo. Lakini ninachosema mimi, baada ya tatizo hili, baada hii changamoto, ile approach, watu wanasemaje? Maana yake sasa kama kuna taharuki ya watu wameuawa, watu wametekwa, na yule anayesema pia analeta taharuki, tutafikia wapi? Kila mmoja akisema kwa namna yake. Kweli watu wana hasira, kweli watu wana uchungu, lakini uchungu wetu uende kwa maarifa na hekima. Zipo mamlaka. Kwa mfano Josephat Gwajima, simsemi yeye, lakini nasema kwa mfano yeye ana nafasi kubwa, yeye ni mneki. Ana nafasi kubwa ya kuwa karibu na kiongozi wa nchi. Tunampeleka kama mchungaji aseme kwa sababu yuko karibu. Mneki ni nafasi kubwa sana. Yeye ana nafasi kubwa na kwa kiongozi wa nchi, ana nafasi kubwa bungeni. Haya mambo hayahitaji kumzomea mtu. Ikitokea changamoto hatupaswi kuzomea, kutoka nje kuzomea. Una nafasi ya kuwa karibu na mheshimiwa rais. Na ndio maana ya sisi hata viongozi wa dini kuwapeleka viongozi wetu wa dini wenzetu wafike pale mahali ambapo wanaweza kusema karibu na kiongozi wa nchi. Na hii ilikuwa kwa Nabii Nathan. Nabii Nathan Daudi alipochukua mke wa jemadari wake Uria, Bathsheba, akalala naye, alafu akampeleka Uria kwenye mstari wa mbele vitani ya uawe. Nabii Nathan Mungu akamtuma kwa Daudi. Akatengeneza mfano. Daudi alikuwa na nafasi, Nathan alikuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuzungumza na mfalme. Huwezi kusema mtu mwenye nafasi kubwa kama sisi oya tu, unasema tu wewe una nafasi kubwa. Gwajima ana nafasi kubwa, mneki. Gwajima anakutana na mheshimiwa rais wakati wote ule. Mimi siwezi kumpigia simu rais, ndio naweza kusema vyovyote vile. Lakini watu wenye nafasi kubwa, wenye ukaribu na kiongozi wa nchi, hawapaswi kusema kama watu wa kawaida. Wao ile nafasi walionayo sio ya kawaida. Hatukumpeleka pale na maombi yetu aseme kama mtu wa kawaida. Alikuwa aseme kama kiongozi, kama Mungu amempeleka pale. Nathan alimwambia Daudi, akamwambia kuna mtu amekuja mgeni kwake, akaacha ng'ombe zake wengi, akachukua ng'ombe wa jirani yake akamchinjia mgeni. Akamwambia Daudi, Nathan, mtu kama huyo afanye nini? Daudi akasema kwa haraka sana mtu anapaswa kuuawa. Nathan akamwambia mtu huyo ni wewe. Umeacha wake zako wengi, umechukua mke wa jemadari wako. Kwa nini? Nathan alikuwa na nafasi. Kwa hiyo Gwajima kwa kusema kule nje kuzomeana sio sahihi. Kama kiongozi wa dini, kama kiongozi katika serikali, umeapa kwa katiba na umeshika Bible. Wakati nasema tunatunza siri ya nchi, umeapa na sisi tumekubali, umekwenda kuapa. Kwa hiyo ni vizuri kuna utaratibu wa kuzungumza. Kila mtu, kama kwa mfano alimsema mbunge fulani Ponjoro, sio sahihi. Kiongozi yule yote anahitajika kuja kwa Yesu. Hapaswi kusemwa kwa matusi. Alizungumza bungeni, haitakiwa naye akamjibu bungeni. Usitumie madhabahu. Waislamu wakitumia madhabahu zao kusemana, na sisi tutumie madhabahu zetu kusemana, nchi itakuwa salama kweli? Kila mmoja asimame kwenye madhabahu yake aseme anavyotaka yeye, nchi itakuwa salama. Ogopeni vita wapendwa. Mimi nimeishi Kongo, nimeenda South Africa, nimeenda Rwanda na Burundi. Mimi najua prison, najua maisha yote. Watu wa bunduki miaka ya nyuma. Maisha yote tunayafahamu. Kwa hiyo ogopa, tuko huru hivyo na kula mikate. Biblia inasema katika Mithali sura ya 15, heri megokavu pamoja na amani.
kuliko chakula kinono na mafarakano. Ni nafuu hivi hivi wakati mwingine tupo hivi. Tunafanya kazi zetu, uko madhabahuni unahubiri, chuma ikilia madhabahuni, ukifungua mdomo haleluya chuma imelia mdomoni. Meno yote yameng'oa na risasi. Hakuna ibada kwenye mafarakano. Na yanaanza hivi hivi pole pole. Cheche hii italeta moto. Na mimi naisema hii, kuna watu wanakaotukana tukaneni. Mimi kutukana napenda huyu. Yani nimetukana tangu niko mimba ujue. Matusi, kwa hiyo nimeshazoea. Kusanyeni chambatusi wenu tukaneni, lakini mimi nasema ukweli. Hiki kinachoendelea sio sahihi. Hapa tusilete udini eti rais kwa sababu Muislamu, si rais mwanamke. No. Tunahitaji kutunza nafasi ya mtu, na hasa kwa ninyi ambao mko nafasi za juu. Namna gani mzungumze? Sisi hoya huku chini tunaweza kusema chochote. Lakini ambao tumewapeleka nafasi ya juu, mnaweza kuonana na kiongozi wa nchi. Hatupaswi kusimama kuzomea kwenye madhabahu. Madhabahu sio kazi yake kuzomea. Mimi sikatai kusema kwa mtu, lakini unasema kwa lugha ipi? Unasema kwa namna gani? Badala ya kuleta amani, kuleta suruhu, mnaleta taharuki. Na wanatumia akili ndogo ya sisi wa Tanzania kututeka. Amesema, kwani yeye ndio wa kwanza kusema? Mbona watu wengi wamesema? Umesemea wapi? Hiyo jambo la msingi la kwanza. Kwa hiyo mimi sipingi mawazo ya mtu ya kutekwa kwa watu, lakini unasema wapi? Ipi nafasi yako? Chunga sana nafasi yako kwenye kusema. Chunga sana nafasi yako kwenye kusema. Achana na watu wengine wa kawaida wanaosema. Mimi nasema hii sio sahihi. Kwenda kumzomea kiongozi wa nchi. Una nafasi ya kusema, sio sahihi. Lakini jambo la pili, watu wanasema kwa nini kanisa limefungwa, asingefungiwa yeye mwenyewe muhusika. No, hajasajiliwa Gwajima. Kwani kule kwenye usajili amesajiliwa Gwajima? Limesajiliwa taasisi. Gwajima hata akifa taasisi inabaki. Hii taasisi imesajiliwa katika watu wengi hawafahamu. Sisi wa Tanzania vitu vingi hatujui ujue. Hizi ni mkumbo tu, hoya mara nyingi na matusi tu basi. Na jazba tu isiokuwa na maana yote. Kwani pale amesajiliwa Gwajima? Amesajiliwa Gwajima ndio kanisa, mnasali kwenye mwili wake. Imesajiliwa taasisi yenye miongozo, ukikiuka piga pini. Na mimi natamani kweli hawa nyumba za ibada wanaokiuka utaratibu kufuatana na miongozo yao ya usajili, piga pini tu, funga. Kwanza wanachelewa kufungia, funga. Watu wanaamka asubuhi hawajapita popote, amebeba Bible, John Hareo. Oh, haleluya. Oh, glory to God. Anatusumbua tu. Bwana amenionyesha. Uonyeshe wewe nani? Mgonga kokoto Mungu akuonyeshe wewe. Yaani wataacha watu wakuonyeshe wewe Mungu kweli, ya mambo ya hovyo kabisa huyu. Funga, piga pini. Huko Rwanda nimesikia Kagame amepiga pini vikanisa vingi visivyoeleweka. Acha watu walalamike, walie machozi, hujafuata utaratibu, piga pini. Kama utaki usisajiliwe na serikali. Fanya jambo la kwako mwenyewe. Lakini ukisajiliwa, fuata taratibu. Mimi nimeenda Amerika, watu makanisa wanapewa bure wanayakimbia sababu utalipa kodi. Yamesajiliwa, hakuna ujinga. Hizi nchi zetu serikali mimi na wala mkweli mmeachia watu kwenye mitandao wanatutukana, nyinyi mnatazama. Hivi ndio mmelea hili jipu linapasuka. Mmelea vitu watu wanatukana. Hata hivi ninavyozungumza hapa watu watatukana. Mimi nikasema siku moja wanatukana serikali kama ingeturuhusu, mimi nilicheza boxing, napiga jebu, napiga hapa kati, analala, safari inaendelea. Lakini sasa mwisho watatukana hata. Nyie mkishindwa basi turuhusuni, si wanaotukana. Mimi watu wengi wananitukana, wala sijali. Lakini nasema ukweli. Mimi hakuna jambo jipya, yalikuwepo, yapo, yatakuwepo. Utoto utumwa, ujana maswali, uzee ugonjwa. Wembamba fahari, urefu baji, unene kupenda, ufupi maonyesho. Haya maisha bado yapo. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Funga ile taasisi. Hapa mnaolalamika angefungiwa tu Gwajima, hapana, inafungiwa taasisi. Na pia kuna viongozi wa dini ambao wanashabikia haya mambo, sio sawa. Biblia inasema kwenye Galatia sura ya 6 mstari wa 1, ndugu wakigafirika ninyi mlio wa roho, sisi tuwarejeze watu hawa kwa upole. Inawezekana wamegafirika. Tusiingie kwenye kugafirika huko. Tusishabikia haya mambo yasiokuwa na maana. Tukimaliza kusema nini kinatokea? Sisi tunahitaji suruhu. Mambo ya utekaji na uwaji tuone suruhu ya kweli, sio kusema tu kama mipasho tu, mnasema tu, mnatukanana. Nini kinatokea? Tunahitaji suruhu, tukae chini tuzungumze. Serikali na viongozi wa dini tuzungumze, nafasi ipo. Vita yoyote duniani silaha ya kwanza meza na kiti. Hata Ukraine wanarusha mizinga, wanarusha makombola, wataka moja kwenye kiti na meza. Tutafute mahali pa kuzungumza tumefikaje hapa, kuliko kutukanana, kuliko kushabikia haya mambo. Ni hatari sana. Mimi naiona hatari sana. Tunakokwenda taratibu hivi, nchi nyingi zimeingia kwenye migogoro kwa maneno ndio yanayoleta mafarakano. Biblia inasema kwenye Mithali sura ya 16 mstari wa 24, neno lipendezalo ni kama sega la asali mifupani.
Hata ndoa watu wanafarakana kwa ajili ya maneno tu, chanzo chake maneno. Anaandika kwenye Mithali sura ya 15 Mfalme Suleiman, anasema ulimi safi ni mtu wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Mithali sura ya 15 mstari wa 4. Maneno haya yanayoendelea kwenye nchi yetu, kuzoea kutukanana, kuzomeana, badala ya kukaa kuzungumza kwa hekima na maarifa. Na nafasi mnayo viongozi wa dini. Hivi kama madhabahu za Waislamu zikiamka na zikipiga kelele na sisi tulipiga kelele, tutafika kweli? Hatuwezi kufika, na hatuwezi kila mgogoro kuutengeneza kwamba ni kwa ajili ya dini. Hapana, sio sawa. Viongozi wa dini, viongozi wa makanisa, mnaoshabikia haya mambo ni hatari sana. Mnatengeneza kitu ambacho baadaye kitakuwa ni madhara kwetu na taifa letu na watoto wetu. Hakuna atakayepata faida. Tunatoboa boti, wenyewe tuko ndani ya boti humo, tutazama wote. Hakuna atakayepata faida. Walionyamaza watapata faida, wanaosema matusi watapata faida, wanaoteka watu watapata faida. Hili ni taifa letu, ni Tanzania mama ambayo Mungu ametupa, na hatuwezi kunyamaza. Kaeni pamoja, semezeni pamoja, zungumzeni kwa amani, mrejezane kwa upendo. Sisi ni wanadamu, sisi tuna utu ndani yetu. Swara na simba utaona hata siku moja wakae pamoja kule Mikumi wafanye kikao, watatafunana mpaka Yesu atakaporudi. Sisi wanadamu tuna akili na maarifa. Hata ya makelele tayari kuna utu ndani yetu. Turejeze utu. Hao wanaoteka, mtu anasema kuna kikundi kinateka, serikali sio inayoteka. Hapo tunachezewa akili. Kumbe kama kuna kikundi kileteni basi. Kama serikali sio inayoteka, kuna kundi linateka, lilete, unao ushahidi. Sisi wa viongozi wa dini maneno yetu yawe ndio, sio. Yanayozidi hayo yanatoka kwa mwovu. Na tunataka tusishuhudie uongo, tuwe na jambo sahihi ndio tuliseme. Hapa kuna jambo lingine, sio hili. Mbona waliosema juu ya utekaji ni wengi, sio hili. Kama hilo jambo lingine lipo, watu wakae pamoja wazungumze. Lakini pia napongeza uongozi wa kiongozi wa nchi. Huyu rais, hakuna mahali ambapo pametulia duniani. Hata tunaenda Uingereza, tunaenda Marekani, kelele bado zipo. Mwanadamu kumuongoza sio mchezo. Kuongoza familia yako ya pale nyumbani na ni shida. Kuongoza watoto uliowazaa na ni kazi. Wakati mwingine tufike mahali tumpongeze, kwenye mapungufu tuseme kwa adabu. Tiini kila mamlaka, Waebrania sura ya 13 ule mstari wa kwanza. Lakini pia ifuara ya mama, uvumilivu, tuvumiliane, maridhiano, ni mambo ambayo ni muhimu sana. Tuvumiliane, tumeumbwa tofauti. Kila mtu ana mtazamo tofauti, kila mtu ana maoni tofauti, kila mtu ana utashi tofauti. Tuvumiliane wakati mwingine. Na wanasema kemea, wanaenda kule kukoti kwa Timotheo kila wakati, kemea, karipia, hawamalizii kule mwisho kwa uvumilivu. Ukinikemea huna uvumilivu tutakosana. Nivumilie. Unikubali kwanza moyoni, ndio naweza ukasema mimi kwa amani. Mimi nakubali uongozi huu unaendelea, tuendelee kusemezana pamoja, tuendelee kutoa maoni kwa adabu, tuendelee kumuomba Mungu, madhabahu zitumike zaidi sana kuambia watu habari ya Injili, habari ya kufungua fahamu zao, habari ya kuombea pia viongozi wa nchi, hata kama wakiwa wabaya, wamekuwa namna gani, wajibu wetu tunapaswa kuwaombea kwanza. Yesu aliwaombea waliomuua pale msalabani. Hakusema je, mnanitesa, ngoja nifufuke mtakiona cha moto. Alisema Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Watu wengi wanafanya mambo ufahamu wao umefungwa, hawajui. Kwa hiyo wakati mwingine unawatazama, unawahurumia. Wanaofanya vurugu wakati kwenye nchi hii unawahurumia. Utafika wakati wa hatari sana, ufahamu wao umefungwa. Sasa sisi lazima ambao tunaofahamu kwa kiasi tuseme nao. Ni jambo vizuri sana, jambo ambalo serikali inafanya. Kuna mambo ambayo inafanya mazuri, tumtukuze Mungu. Tuwapongeze kama kiongozi wetu. Rais huyu mwanamke, rais amepokea uongozi katikati ya safari, kuongoza watu Tanzania hii. Wengine kama sisi wafupi wabishi wa kukua, tuna maneno ya kila namna, kama vile tumechanganyi wote watu wake sisi. Wote anatuongoza sisi. Anaongoza watu aina nyingi tu, aina mbalimbali. Mwalimu sekondari na walimu na wanafunzi anapambana nao kuliko kuongoza nchi. Wengine wanakula ndumu, wengine wanakula ngada, wanakula bangi, wanakula unga. Wengine wamecharuka huko, wengine wamevurugwa, wengine wana changamoto ya akili. Nchi hiyo naongoza. Sio jambo dogo mpaka hapa tulipofika. Wakati mwingine midomo yetu iwe na shukrani, iwe na pongezi, lakini kwenye kukosoa tukosoe kwa adabu, tusizomeane. Madhabahu isitumike kutukana watu. Mimi ndio kitu nashangaa. Mimi niko kanisani tangu mtoto, nimelelewa kwa mchungaji. Nimefanya kazi ya kanisa miaka 30. Hii kipindi kinachotokea leo, madhabahu za matusi,
na sisi tunatukanwa sana. Kuna mtu mmoja akanitukana sana, nikashangaa huyo mchungaji. Unajua mimi nafanya kazi au natunza watu wanaotumia dawa za kulevya. Hii bangi wakati mwingine inachukua hata miaka 7, wataalamu wanasema. Inawezekana hawa viongozi wengine wamekula ndumu. Ndumu haijatoka kichwani, moshi wa ndumu. Ndio akisimama anaona kila mtu akutukana tu. Mimi nikasema ndio kipimo changu cha kupima. Kwa hiyo hii fuara ni jambo muhimu, lakini la msingi lingine, katika mazingira yoyote, katika changamoto yoyote, tutunze amani yetu. Kama utaki changamoto kwenye maisha, nenda makaburini, hakuna bando wala tozo. Lakini ukiishi hapa duniani, changamoto ni muhimu. Anaandika kwenye Ufunuo sura ya 2 mstari wa 9, naijua dhiki yako na tabu yako, wewe umaskini utajiri. Anaandikia kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso lilikuwa na roho tatu: ushirikina, uzinzi na kumwabudu mwanadamu. Lakini bado Mungu anaona dhiki yake, anaijua. Anaandika kwenye Wakorintho wa 2 sura ya 1 mstari wa 4, yeye atufarijie katika dhiki zetu zote, ina sisi tuwafariji wengine wanaopita kwenye dhiki kama sisi. Yupo Mungu atatufariji kwenye dhiki hizi za Mungu hatuachi. Anaandika Zaburi ya 94 mstari wa 14, Bwana hamtupi mtu wake mkamilifu. Acha wanadamu watutupe, acha watutese wakati mwingine, yuko Mungu asiyetutupa, yeye anatupenda. Anaandika kwenye Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 17, anasema dhiki yetu ni nyepesi na ya kitambo, itatuletea heshima, ni ya muda tu hii. Changamoto kwenye maisha ni za muda, zipo. Anaandika kwenye Thessalonike wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3, mtu yoyote asinifadhaishe kwa dhiki zangu ninazopitia. Kazi yetu kufadhaishana tu Tanzania, kila kitu yani hatutafute ufumbuzi, na wakati mwingine ni kukosa kazi ya kufanya. Tukiwa na kazi ya kufanya hatuwezi kufika kwenye ujinga kila wakati. Usinifadhaishe kwenye safari ya maisha. Mungu anayo majibu ya dhiki yetu, yeye atatupitisha salama. Anaandika kwenye Zaburi ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 5, anasema Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada kutoka pake na kutoka Sayuni. Mstari wa 3, azikumbuke sadaka zako zote, akabali dhabihu zako. Mstari wa 4, akujalie kwa kadri ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Mstari wa 5, la Mungu wetu tuzitweke bendera, ushangilie wako, Bwana akutimizie kwa yako yote. Hata kama tunaona changamoto, hatupandishi bendera ya huzuni na matusi, tunapandisha bendera ya ushindi. Yupo Yesu aliyetushindia. Anaandika kwenye Rumi sura ya 8 mstari wa 5, mstari wa 16, wa 18, wa 26, wa 28, wa 35, 37. Ule mstari wa 15 anasema hatupokea roho ya utumwa iletao hofu, tumepokea roho ya wana ambayo kwa hiyo twalia Aba. Mstari wa 16, roho zetu na roho wa Mungu ushuhudia ndani yetu kwamba sisi wana wa Mungu. Mstari wa 18, na hesabu mateso ya wakati huu sasa si kitu kuliko utukufu utakaofunuliwa baadaye. 26, kadhalika roho tusaidia kuomba kwetu, maana hatujui kuomba ipasavyo, ugua usiweza kutamka na mwanadamu. 28, sasa najua Mungu utenda kazi na wale wampendao kuwapatia mema siku za mwisho. 35, nini kitatutenga na upendo wa Kristo? Paulo anaimba kwenye mateso, hatengenezi matusi, anaimba. Unashuka wimbo wa furaha aliuimba nabii Isaya katika Isaya sura 26, anasema siku ile wimbo utaimbwa katika Yuda. Miaka 700 baadaye Yesu anazaliwa, miaka 700, na wimbo ukaimbwa kwenye Luka sura ya 2 mstari wa 10 na wa 14, atukuzwe Mungu Baba mbinguni. Sisi mstari wa 37 kwenye Rumi anasema katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye anayetupenda. Kwenye utekaji tutashinda, yuko Mungu anayetupenda. Kwenye kuuawa tutashinda siku moja. Hatuna haja ya kutukanana, kuikashifu serikali, kuzomeana, kunyooshiana vidole, haifai. Yupo aliye mshindi, alishinda mbinguni, akashinda msalabani, atatushindia. Tutunze amani. Ili jambo la mwisho, kwa gharama yoyote tutunze amani yetu. Sio kwa gharama ya kuua watu, sio ya kuteka watu, lakini kwa gharama ya utulivu. Amani na utulivu wetu wapendwa. Anasema pasipo haki hakuna amani. Unaweza kudai haki kwenye vita? Huwezi kudai haki kwenye vita. Tunaitanguliza amani. Amani ndio tangazo la kwanza la Yesu, sio haki. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote, lakini kwanza amani. Yesu aliyefufuka alitangaza amani. Tutangaziane amani hata katikati ya changamoto, tutangaziane amani. Bado iko amani. Amani ziko aina 4. Amani ndio tunu kubwa duniani. Nchi za wenzetu wengine huko wanachinjana. Nenda huko Kongo bara tupu. Walianza hivi vichokochoko hivi. Mauaji ya kimbali Burundi miaka ya nyuma, wachungaji. Ukienda Rwanda na Burundi, mchungaji unaonekana sio mtu wa maana. Tulishiriki sana kwenye mambo hayo. Makanisa yalishiriki sana. Ni aibu hata kuvaa kola kule. Unaenda Burundi, Rwanda, unaona aibu kuvaa hata kola. Tutunze amani hii iliyopo. Hivi tulivyotulia, unaweza kupika maandazi yako, unaweza ukabeba kamera. Chuma inalia, utabeba kamera, utampiga nani picha? Kila mtu anakimbia. Wewe mwenyewe afikiria mabomu ya gongo la moto. Mimi nilikuwepo Kibangu kanisani.
hapo Riverside. Gongo la Mboto lilia bomu la kwanza akisema basi ya gari. Bomu la pili basi ya gari. La tatu waliona moto na waka juu, watu walikimbia. Baada ya kubeba mtoto wengine walibeba mbwa na mbwa alitulia. Wakaondoka. Watu wengine walitubu barabarani wenyewe wakasema nisamee, ule Mwajuma nimemchukua mimi, ule nani Maria nimemchukua. Walitubu bila kuongozwa sala ya toba. Usifanye mchezo na chuma. Ikilia hapa nchi ikivurugika hii, hakuna ibada, hakuna mama ntilie bala babarishe, hakuna mtu kwenda kazini, hakuna kamera waandishi kubeba. Unabeba kamera wampiga picha nani? Unampiga picha askari, chuma inalia na kamera yako juu. Tutunze amani hii na utulivu wetu huu. Na uchaguzi unaokuja, Mungu akitujalia, mambo yakiwa mazuri, mmeweka sawa, tushiriki uchaguzi, tuwachague viongozi ambao tunawahitaji, tusilalamike, tusikasirike. Hii nchi sio ya kukasirika. Mungu atusaidie wapendwa, lakini tunze amani na utulivu wetu. Tanzania hii ifanikiwe. Dr. Samia Suluhu Hassan oye, vyombo vya habari oye, Tanzania oye. Mungu ibariki Tanzania. Mungu mbariki rais wetu katika mazingira yoyote yale. Mungu ibariki serikali ya nchi hii. Ndio wajibu wetu wa kuwatakia mema. Na ukijua kutenda mema uyatendi ni dhambi. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17. Ukijua kutenda mema, na Biblia inasema msichoke kutenda mema, maana mtavuna. Galatia sura ya 6 mstari wa 9. Msichoke kutenda mema. Hata kama watu wamekutendea mabaya, usichoke kutenda mema. Tutendeane mema. Tuneneane mema. Tuitafutie amani nchi hii. Matusi kwenye madhabahu sio mahali pake. Watu wanayo nafasi ya kuzungumza na viongozi wa nchi, wengine waneki, wengine wabunge. Haya mambo ni rahisi kuyazungumza. Tuache kuleta taharuki, tulete suluhu. Sasa ukisema unaleta suluhu, unaleta taharuki tu. Lete suluhu. Tuonyeshe hilo kundi liko wapi kwa ushahidi. Tutajie. Kiongozi wa imani atakiwa aseme kweli. Hatakiwi kuzunguka kama mipasho. Sema kweli. Ananja ndilo kundi la watu wanaoteka, alafu serikali nyamazi. Kiongozi wa imani ulio hapa kwa katiba, ukaapa na Bible, hapo mnazunguka, sio sawa. Hatupaswi kushabikia vitu kama hivyo, shabiki, umbea, mipasho, hatupaswi. Tusiwe na akili kidogo. Mtu akatudanganya kwa maslahi yake binafsi. Kwani kutekwa watu wameanza leo? Si wameanza. Kuna nini hapa kuelekea uchaguzi? Kuna nini hapa? Kwani ni leo watu wametekwa? Wametekwa hapa watu wengi, kina Dr. Ulimboka, tuseme ukweli, watu wamenyamaza. Pigwa risasi watu hapa. Nyingi watu wamenyamaza. Hapa kuna nini? Tusiingizwe kwenye wimbi la maslahi ya watu. Tuitunze nchi hii. Tuzungumze kwa hekima. Tuna nafasi na viongozi wa serikali. Tuna nafasi na mheshimiwa rais. Awe kama tunaenda kwa nidhamu na adabu kumwambia hiki kinachoendelea sio sahihi. Hata kama hatakubali, tutakuwa kama Yohana Mbatizaji. Alisema kweli, akakatwa kichwa. Lakini kumbukumbu yake ipo mpaka leo. Kweli huwa haiungui. Kweli na mambo matatu. Kweli huwa haiungui, mtamchoma moto, alisema kweli. Jambo la pili, kweli mpaka ukubali alichokisema ndio inakuwa sahihi. Jambo la tatu, hata upambane vipi, kweli haibadiliki, inabaki kweli. Kwa hiyo ni vizuri tukasemezana kwa nidhamu. Tutunze amani yetu. Msistumie madhabahu. Na wa imani nyingine pia wanaamka. Huu ndio upuzi mkubwa. Hii nchi sio ya dini. Hii nchi sio ya madhabahu za dini. Hii nchi ni ya kwetu wote, wenye dini na wasiokuwa na dini. Sio kwamba hizo madhabahu zenu hizo katika dini zote ndio mnaongoza nchi. No. Mimi hapa naweza nikakataa kuwa Mkristo. Kwani utanifanya nini? Leo ni kama Mbudha, ng'ombe ambayo kitoweo kwenu ndio sisi kwetu Mungu wenu. Utanifanya nini? Hii sio nchi ya dini hii. Hii sio nchi ya madhabahu. Matamko hayatolewi kwenye madhabahu. Matamko hayatolewi kwenye viongozi wa dini. Una utaratibu wa kutoa matamko. Tusijiingize huko. Mmekubali, mmekasirika, akili ndogo, tunatekwa na maslahi ya watu tu. Kwani muda wote walikuwa wapi? Hapa Oktoba inaelekea karibu ndio makelele. Muda wote walikuwa wapi? Maslahi ya watu. Hatuwezi kwenda kwenye mkumbo wa maslahi ya watu. Tanzania oye, viongozi wa nchi, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Tumsaidie huyu mwanamke, tumsaidie huyu mama, amekuta safari njiani. Mbona wakati ule yule mtukazi, sura ya mtukazi mlinyamaza hapa? Mlisema kitu? Sema kitu ukione cha moto. Utatembelea vidole, utalala mchongoma, ugali mbele mboga nyuma. Sasa wewe unaona mama anaongea polepole, mie mwenzenu mwendo mnamuonea. Mie mwenzenu ana sura yaipo. Tulikutana na ile mwenye sura ya limao wakati watu weje walipiga break, sura ya limao. Ukimwangalia tu akianza njoo hapa, wewe mwenyewe unafiata kimya. Mwanamke na udini si Uislamu, ondoke ni hapa. Hii nchi sio ya Wakristo wala Waislamu. Hii nchi ya kwetu sisi wote hapa. Watanzania wote tupo hapa na watoto wetu wako hapa. Na usilazimishe kuingia kwenye dini yako, usilazimishe wote
Wachungaji nyewe yao ya wenzangu, mimi najiunga tu kwenye ujinga huo. Angalieni maslahi ya mtu binafsi hapa yapo. Huyu mtu ana nafasi ya kuongea na viongozi wa nchi. Mneki, wewe unafahamu mchezo wa mneki? Wewe kuna mahali huwezi kuingia duniani. Selena Hoteli utapita utaonyesha vidole tu. Bungeni huwezi kuingia, yeye anaingia mpaka anakutana kiongozi wa nchi. Utakutana naye wapi? Utamuona kwenye picha kwenye television. Shikamoo mama. Utaona naye wapi siku moja. Yeye anaona na hivi anakuana. Kwa nini usimwambie huko? Alafu akatae. Utasema nilimwambia amekataa. Nimemtajia na hilo kundi. Kuna kundi linaizidi serikali kweli, ya mambo ya ajabu sana. Tuliseme hilo. Tuseme hilo fulani. Kundi hili liko la Hananja. Tusizunguke hapa. Kweli itatuweka huru. Yohana 8:32 mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Yohana 17:17 watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tunahitaji maneno yetu yawe kweli. Ndio sio tunazunguka kutengeneza taharuki. No. Hii ni nchi yetu wote. Na Mungu aibariki Tanzania, abariki rais wetu, abariki vyombo vya habari, abariki viongozi wa dini. Hivi makanisa na ukiuka taratibu piga tu. Yote piga pini. Kwanza mmechelewa. Mnaogopa vikanisa nye serikali, mnaogopaje vikanisa hivi? Waliamka asubuhi, oh glory to God. Oh hallelujah. John Harrow. Utafikia wana meno. Utawaka moto hapa John Harrow. Piga pini. Maisha yanaendelea. Sisi hatuongozwi na makanisa, hatuongozwi na madhabahu. Sadaka tukitoa kule jengi barabara. Umeona sadaka imejenga barabara? Barabara imejenga sadaka. Wewe fuata utaratibu, umesajiliwa na waliokusajili, fuata utaratibu. Utaki futa usajili, hubiri barabarani kituo cha basi. Wanaohubiri kituo cha basi wamesajiliwa wapi? Waweza kupigwa wapi? Kama umefuata utaratibu wa kidunia kwa kusajiliwa, basi liko mikononi mwa dunia hilo. Lazima ufuate masharti ya wale waliokusajili. Kama umesimama bungeni ukabeba Bible ukaapa, na Bible umeapa, na Biblia imekatazwa kuapa, ukaapa, basi rudi kwenye mstari. Fuata uongozi wa Kaisari. Kaisari mpe Kaisari. Mungu mpe Mungu. Sio kwamba Kaisari na Mungu ni mafahari wawili hawaishi zizi moja, wote wanafanya kazi moja. Wanamjenga mwanadamu huyu. Kwa hiyo kama uliapa fuata. Nimeapa kutunza siri. Wewe mwenyewe na Biblia yako, siri za nchi. Nimeapa, alafu unaita nini huku? Umeenda huko wewe kubaliana huko. Kama ungekuwa utaki ungebaki uchungaji. Mimi hapa unichague mkuu wa wilaya, lazima nifuate. Nirudi kwenye mstari kwa mkuu wa wilaya. Nifuate masharti ya kutunza vile ambacho serikali, kama staki na baki huko kwa haleluya. Bwana amesema, nimeonyeshwa, nimeenda mbinguni, nimeenda kutalii. Wewe huko wala sina shida. Umekubali kusajili? Rudi kwenye mstari. Na nyie serikali acheni uoga, acheni ulegelege, piga pini. Piga pini vikanisa ambavyo vinaleta matatizo ya makelele, piga pini. Na watasema mchungaji Hananja anakaa na mateja akishakula bangi, akishakula ndumu potele mbali. Lakini mimi nasema ukweli. Hatutaki tena kusikia hivi vineno, si madhabahu, si nini. Hayo yote anafungua kidomo chake anatukana, piga pini. Piga pini. Na nyinyi ndio mnawadekeza hao wanafika huko. Kwa hiyo wengine wanasema mbona Katoliki amfungie, ndio wivu huo. Ukisikia wivu roho mbaya ndio hiyo. Pambana mwenyewe jambo lako. Watu ambao hawapo kabisa unawasukumia. Mbona amfungia? Yaani hakuna kitu kibaya kama hicho. Ukienda kudai haki yako kusema mbona huyo umempa? Wewe una wivu na huyo aliyompa ujue. Una chuki naye. Wewe dai haki yako wewe. Kwa hiyo mimi ni vizuri niombea amani nchi hii na utulivu tulionao. Simsemi mtu, sifurahishi kutekwa, kuuawa kwa watu, lakini approach. Tunasemaje? Nafasi yako wewe unayesema ni nani? Nini tokeo lake na unasemea wapi? Hivi umegombana na mke wako, utatoka juu utangaze bwana mke wangu anakoroma, mikoromo yote sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu silali. Wewe bwana mmegani? Una nafasi ya vikao, una ndoa yako umefunga, nenda kwa shehe, nenda kwa mchungaji kazungumzeni, utapata juu ya bati. Mwanamke huyu anakoroma namsomea. Nisi kwa tulikuwepo chumbani wakati anakoroma, mlikoroma nyewe wenyewe. Hiyo unasonga na mbele, unakoma naye. Akikoroma tengeneza kama muziki tu. Unamsikiliza sauti ya kwanza hiyo, sauti ya pili, mwisho unazoea unalala. Haya ndio maisha. Kwa hiyo haya ni mambo ya watu binafsi. Haya makelele haya ni mambo ya watu binafsi. Tusiingie huko, haya tuhusu, tuna mambo mengi ya kufanya. Tusiingie mkumbo huko kamwe. Mimi nasema ukweli. Sisi tuna uhuru wa kuabudu sana hapa. Hata mtu mimi kule kwangu kuna vikanisa zaidi ya 10. Wengine wanafunga sadaka ndogo, anaondoka, vingine vinaanzishwa. Hakuna kulala, mikelele, hakuna kulala. Yani hatulali lakini unaendelea, tunavumiliana. Ile 4R. Amen. Tunavumiliana. Ndio nchi yetu hii. Hawezi kwenda ukasema kuna vikanisa mnatupigia makelele hatulali. Huo sio ungwana, sio ustaarabu. Sisi ni waungwana wa Tanzania. Tunasema wapi? Wewe nafasi yako iko wapi?
Unasemea wapi? Na lugha gani? Waita watu maponjoro kweli? Madhabahuni unatukana watu. Halafu hawa oya wanafanyaje? Halafu tunawalaumu watu hawana maadili, tunapoteza maadili sisi wachungaji. Unatukanaje watu? Yaani unapata amani kasa kutukana watu? Una roho wa Mungu kweli? Mimi naenda kwenye makanisa mengine wanahubiri habari ya Roho Mtakatifu tu. Watu wawe na amani, nguvu ya Mungu inashuka, wanasonga mbele. Amen. Mungu atubariki sana. Amen.